kiu, njaa na hamu ya Roho wa neema. Isaya 55 mstari wa 1 anasema, haya, kila aonaye kiu, njoni majini, naye asiye na fedha, njoni nunueni mle. Naam, njoni nunueni divai na maziwa bila fedha, bila thamani. Issue ni kiu. Swali linakuja, unaposema swala la kununua, hela inaingia kazini. Hapa sema bila fedha, bila thamani. Unanunuaje bila fedha? Kila aonaye kiu, njoni majini, naye asiye na fedha, njoni nunueni mle. Naam, njoni nunueni. Unanunuaje na hauna pesa? Katika ulimwengu wa roho, kiu ndiyo thamani ya kupokea kitu kutoka kwa Mungu. Kiu katika ulimwengu wa roho inafananishwa na bei, ni kama pesa, kama gharama, au ni kitu, ni pesa katika ulimwengu wa roho ambayo unanunulia kitu kutoka katika ulimwengu wa roho. Pesa unanunulia vitu mwilini, kiu unanunulia vitu rohoni. Kwa anasema njoni nunueni mle. Naam, nunueni divai na maziwa. Unanunua kwa njia ya kiu. Kwa kiu yako ndiyo unayotumia kulipia gharama ya kile unachokitaka. Ukitaka nguo, unatoa pesa yenye thamani ya ile nguo. Kwa maana yake nini? Kiwango cha kiu ndio kitakachoamua kiwango cha utakachokipata. Kila aonaye kiu, njoni majini, naye asiye na fedha, njoni nunueni mle. Kiu katika ulimwengu wa roho ndio kama pesa katika ulimwengu wa mwili. Pesa inakupa kununua chochote mwilini, lakini kiu inakupa kununua chochote rohoni. Kwa hiyo chochote ambacho Mungu anataka kukiachilia kwa mtu, cha kwanza anaangalia kiu iliyopo ndani ya huyo mtu. Kama vile ambavyo hakuna duka litakalokupa bidhaa bila wewe kulipia ile gharama ya kile kitu, vivyo hivyo mbingu za Mungu haziachilii kitu kwa mtu bila kwanza kulipia gharama ya ile kiu ya kile kitu. Zaburi 63:1 inasemaje? Mungu wangu, nitakutafuta mapema, nafsi yangu inakionea kiu, mwili wangu unakuonea shauku katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Ndivyo nilivyotazama katika patakatifu, nizione nguvu zako na utukufu wako. Kwenye tafsiri moja ya Message Bible inasema ninywe nguvu zako na utukufu wako. Ile neno nizione imetumia neno drink, kunywa. Sasa Isaya 55 anasema kila aonaye kiu, njoni majini, naye asiye na fedha, njoni nunueni mle. Naam, njoni nunueni divai na maziwa, njoni nunueni mle. Kila aonaye kiu naje majini. Aonaye kiu huko anasema kwamba nafsi yangu na kuonea kiu, mwili wangu wa kuonea shauku. Ndivyo nitakavyokutazama katika patakatifu, nizione nguvu zako na utukufu wako. Haikuwa swala la kuziona kwa macho peke yake, maana zitoke kwako ziingie ndani yangu mimi. Ndio maana kwenye tafsiri nyingine anakuambia ninywe nguvu zako na utukufu wako, maana vitoke kwako viingie ndani yangu. Maana ile kiu nilionayo kwako, nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu unakuonea shauku. Kwa mwili wangu na nafsi yangu hautaridhika mpaka umepokea. Vitoke kwako viingie ndani yangu, viingie kwangu. Ule utukufu wako uingie ndani yangu, nguvu zako ziingie ndani yangu. Unajua hii Zaburi 63 Daudi aliandika akiwa nyikani, kwenye nyika ya Yuda, wakati mtoto wake Absalom amemkimbiza. Daudi alipinduliwa na mtoto wake, alimpindua. Daudi akatoka nduki, ule mtoto alitaka kumuua. Wakati anapambana huko, anatamani kurudi, yuko jangwani, mahali palipo pakame, mahali palipo na asema katika nchi kavu na uchovu isiyo na maji. Lakini katikati ya hiyo hali ana kiu ya kumwona Mungu kwenye hayo mazingira. Ana kiu ya kumwona Mungu ameingilia kati na kumsaidia. Na anasema ili unisaidie ni lazima nguvu zako na utukufu wako uingie ndani yangu. Uingie kwenye mifumo ya maisha yangu. Uingie kwenye kufikiri kwangu, kwenye kwanza, uingie kwenye kila tunachokifanya. Ili nifungulie mlango, inipe kurudi kwenye mahali pale nilipokuwa mwanzo. Unajua anapoongelea nyika ni sawa na sasa hivi mtu akimefika kwenye hali fulani ngumu, kwenye mazingira magumu, kwenye changamoto mbalimbali. Kiu alionao ya Mungu kuingia kati na kumpigania kwenye mambo ya maisha yake. Sasa nasema nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wakuonea shauku. Unajua kwa nini tunaanzia kufundisha, kukupa faida, kukuelezea mazuri kuhusu neema? Lengo ni kutengeneza kiu ndani yako. Uone kwamba bila hii neema siwezi kuishi. Bila hii neema maisha yangu hayaendi. Bila hii neema mambo hayatasonga mbele. Ili kutengeneza kiu ndani ya kutaka kujua na kupata vitu kwa upana zaidi. Mithali 10:24 nasemaje? Aogopacho mtu asiye haki ndicho kitakachomjilia, na mwenye haki watapewa matakwa yao. But the desire of the righteous shall be granted. Matakwa, maana kuna kitu unakihitaji sana kiasi kwamba imejengeka kiu ndani yako. Maana desire kama vile matamanio, mambo ambayo unayatamani, una haja nayo, una shauku nayo, una kiu nayo. Kwa hiyo yale ndio yanayokuwa yanakamilishwa kwako. Tafsiri nyingine inasema what the good people desire they get. Kwa unapata kile ambacho
unakitamani, unakihitaji kwa shauku. Daudi anasema mwili wangu wa kuonea shauku. Maana una shauku, unakihitaji, unakitamani. Kwa hiyo chochote ambacho haukitamani, hauna shauku nacho, haustahili kukipata. Whatever you do not desire, you do not deserve. Kwa Mungu anaangalia shauku ulionayo, kiu ulionayo. Kwenye Yohana sura ya 7 mstari 37 hadi 39, Yesu alisema Yesu alisimama akasema kila aliye na kiu aje kwangu anywe. Kwa hiyo hawezi kukunywesha kama hauna kiu. Shauku yako itaamua kitakachoachiliwa kwenye maisha yako. Maana nini? Unavutia kwenye maisha yako kile tu ambacho umekitamani kwa shauku. Nafsi yako inakionea kiu, mwili wako unakionea shauku. Mathayo 5:6, heri mwenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Kwa hiyo heri walio na njaa na kiu ya roho wa neema, maana hao watashibishwa roho ya neema. Sababu alisema heri walio na njaa na kiu ya haki. Kwa hiyo ukawa na njaa na kiu ya neema, unaweza ukawa na njaa na kiu ya kitu fulani, lakini ili ushibishwe lazima kwanza njaa na kiu ya hicho kitu iwe kazini.